Habari ya leo, nataka nizungumzie kuhusu namna ambavyo mahusiano yako huwa yanaanza au mahusiano yako ya kimapenzi huwa yanakuwa. Watu wengi hawajui kwamba mahusiano ya kimapenzi ni makubaliano ya kimkataba ambayo yanakuwa ni rasmi, lakini hayana maandishi au maandishi yanakuwa machache sana, kwa sababu mtaenda tu kwenye nyumba za ibada, mtasaini vyeti, mtapewa vitu vya kufanya, kwamba mtaelekezwa fanyeni hivi na hivi. Kwa hiyo watu wengi wanapoingia kwenye makubaliano ya kindoa au mahusiano ya kimapenzi huwa wanakuwa wajui kwamba ni makubaliano ya kimkataba tu kama mikataba mingine ambayo yanakuwa yanaundwa na sheria ambazo hazijaandikwa wazi au hazionekani au hazijulikani, lakini zitajulikana mbele ya safari. Kwa hiyo sasa baadaye huwa kuna vikanuni pale vingi tu, lakini nitavisema baadhi. Mahusiano mengi yanaundwa na dhana kwamba mmoja wenu amekubali kuwa chini ya mwingine. Yaani huwa lazima awepo anayetawaliwa na mtawala. Yaani ndio dhana ya mahusiano. Kwa sababu hata nchi, ndio maana tuna rais na tumemwekea sheria, kwamba tukatunga sheria tukasema rais ndio kiongozi mkuu wa nchi, lakini pia anakuwa na uwezo wa kufanya hiki na hiki kama sheria ambavyo inamtaka afanye au inamruhusu kufanya. Kinchi huwa iko hivyo, imeandikwa hivyo na inasomeka, lakini kindoa au kimahusiano inakuwa haisomeki au hamna sheria rasmi kwamba inatakiwa muishi hivi na hivi, kiongozi ni fulani. Lakini huwa tuna mila zetu, tuna tamaduni kwamba zile mila na tamaduni huwa zinasimama kama sheria zisizo rasmi. Kila mtu amekulia kwenye ukoo, amekulia kwenye familia, kuna taratibu nyingi kwenye ile familia alipokulia. Kwa hiyo sasa wewe inatakiwa ufate zile sheria, na lazima ujue kwamba familia au mahusiano ya kindoa ni utawala, kwamba lazima ukubali kuwa chini ya mtu mmoja. Lazima mmoja awe kiongozi, mwingine awe mfuasi au awe msaidizi. Sasa watu huwa hawajui hii dhana. Kwa hiyo wakishaoana wakafanya mambo yao, baadaye yule ambaye aliingia kwenye mkataba kama mtawaliwa au kama mfuasi anaanza makeke, na yeye anataka awe mtawala. Yaani ni kama anataka kufanya mapinduzi. Kwenye nchi ukitaka kufanya mapinduzi utakamatwa, utanyongwa. Lakini sasa kwenye familia ukitaka kufanya mapinduzi, kuna sheria zenu mnazozitumia kuhukumu mambo kama hayo. Siwezi nikazitaja, kila watu wana sheria yao. Kwa hiyo naota hukumiwa, yaani hukumu haiwezi kukukosa, lazima uhukumiwe, kwa sababu wewe unataka kufanya mapinduzi. Wewe ni muhaini. Yaani wewe umeingia kwenye makubaliano kama mfuasi, alafu unataka upindue, ushike madaraka. Kwa hiyo tuna wahaini wengi sana ambao yanatakiwa, yaani kisheria ilitakiwa wanyongwe, lakini sasa kwa sababu ni mahusiano ya kindoa, sijui wana adhabu zao wanazopeana huko. Wanaachana, wanapeana talaka, sijui wanapelekana mahakamani. Lakini vurugu ni nini? Ni katika muktadha huo kwamba makubaliano ya ndoa ni mkataba au ni partnership. Ni makubaliano ambayo ni lazima yafate sheria, kwa sababu nyie kusanyiko lenu ni kusanyiko ambalo lipo kimkataba. Ukifanya vurugu maana yake unakiuka mkataba. Kwa mfano baba, unafika kwenye familia, badala uassume duties zako, utekeleze majukumu yako, unaanza kuvunja sheria. Yaani tuseme wewe ndio rais sasa wa familia yako, unaanza kuvunja katiba ya familia yenu. Mara unafanya hivi. Kwa utahukumiwa na sheria za mwituni au sheria zenu zile ambazo mnazijua nyie, ambazo mnazitumia kuhukumiana kwenye mahusiano yenu. Kwa nini hasa
dhumuni la mazungumzo haya ni kuwakumbusha watu kwamba kila kusanyiko, kila palipo na mkusanyiko wa watu ni lazima kuwe na utawala. Yaani hakuna kusanyiko lolote ambalo halina utawala. Hicho kitu hakipo. Utawala ni kitu cha asili. Hata mkizaliwa kwenye familia yenu watoto 50, lazima kuna mtawala wa wale watoto au kiranja. Kwa hiyo wewe labda ukiwa kaka wa kwanza au dada wa kwanza, wewe unakuwa mtawala wa wale wadogo wote, inatakiwa kuheshimu. Ndio utawala ulivyo, na ndio maana wakitaka kuvunja mamlaka yako au kuyapoka baba yao lazima waadhibu. Tandika sana. Kwa mfano sisi kule kwenye mila zetu, ukitaka kupoka mamlaka ya kaka yako utapigwa sana, yaani utakanyagwa mpaka utajua kwamba ni kwa nini ulikosea bila hata kuambiwa. Kwa maana yake mnapoingia kwenye ndoa au kwenye mahusiano, maana yake nyie mmetengeneza ka utawala ka nchi kenu ka kuishi nyie wenyewe. Kwa lazima kawe na utawala, na mtawala mara nyingi kwa mila zetu sisi anakuwa ni baba wa familia. Kwa lazima mama kama msaidizi wake au kama mtawaliwa lazima amsikilize, kwa sababu yeye yule baba ndo mtawala wa familia na ndo anayetekeleza majukumu ya kiutawala. Sasa kwa nini watu wengi wao wanaingia migogoro? Ni kwa sababu wale watawaliwa wao wanataka kufanya uhaini, wanataka wafanye mapinduzi, wanaanza kuvuruga ile misingi ya utawala. Ukiingia mitandaoni utakutana na wanawake wanajimwambafai, wanajitunisha, wanasema mimi ataniambia nini, si nini. Ni kwa sababu pia wameathirika. Unajua kikawaida kuna siku nitafundisha somo la jinsia. Jinsia watu wao wanadhani ni via vya uzazi. Jinsia sio via vya uzazi, yani sio sehemu zako za siri. Jinsia sio sehemu zako za siri. Ndio maana wazungu wao wanatumia male female. Kwa hiyo unaweza ukawa mwanaume lakini ukawa female, au ukawa mwanamke. Unaweza ukawa mwanamke alafu kitabia ukawa mwanaume, au ukawa na tabia za kiume. Kwa hiyo jinsia huwa sio via vya uzazi. Sasa wale wanawake wanaokuwa na tabia za hivyo huwa wanakuwa wana jinsia ya kiume, au wanakuwa na akili ya kiume. Kwa hiyo kwa sababu wanafikiri kiume, wanataka watende kiume. Sasa ukikuta wanapeana moyo, wanasema mimi ananibabaisha, mimi nilimpeleka mahakamani nikamfunga nikamfilisi. Kwa hiyo wanakuwa na hizo tabia, lakini ni athari. Hayo ni mambo mengine pia, ipo siku tutayazungumza alafu tuone. Kwa hiyo maana yake migogoro mingi utaingia kwa sababu umeshindwa kujua nafasi yako katika familia yako, wewe ni ipi. Na baba akishindwa kujua nafasi yake katika familia yake ni ipi, mapinduzi yatamuhusu. Na mama akishindwa kujua familia yake, nafasi yake katika familia yake ni ipi, ni lazima atakaangwa katika namna ambayo inategemeana sasa na sheria mwitu mnazotumia. Sasa ni lazima tutambue nafasi zetu katika familia. Ukiwa mwanafamilia ni lazima utambue nafasi yako, utambue kwamba mimi ni fulani, mimi ni mtoto, mimi ni mama, mimi ni baba, na utekeleze majukumu yako bila kukumbushwa wala kuambiwa. Kila mtu atekeleze majukumu yake bila kukumbushwa au kuambiwa, kwa sababu sheria zipo na zinatamka waziwazi, ingawa hazijaandikwa popote. Lakini kitendo tu cha kusaini makubaliano ya kuwa na mahusiano na mtu, maana yake hizo sheria zinakuhusu. Ni sawa na wewe kuwa raia labda wa Tanzania. Sheria za Tanzania zinakuhusu, utake ustake. Kama unaona hazikuhusu, hama au jiue au ujizike, ndo utakuwa umeondokana na tatizo. Kwa wale ambao mnakuwa kwenye familia alafu mnataka mtende kinyume, huwa ni kosa kubwa sana. Kwa migogoro mingi inaletwa na watu kutotambua nafasi zao katika familia, katika mikusanyiko. Wanakuwa hawajui kwamba mikusanyiko hii ya mahusiano, ndoa, ngono
ni mikusanyiko ambayo ina sheria ambazo sio rasmi, lakini zile sheria zipo. Sio kwamba zile sheria hazipo, zipo. Unaweza ukawa uzijui, lakini zipo. Kwa ni lazima ufuate sheria. Sasa watu wana tabia, anakuwa mkaidi. Kuna somo nimefundisha nikawa nazungumzia utii. Huwa tunatakiwa kuwa humble, wanyenyekevu, ili tuweze kutatua matatizo yetu. Fuatilia visa vingi vya ndoa kuwa na migogoro. Ni kwa sababu mwanamke anataka kuwa mwanaume, yani anavia vya uzazi vya kike, kwa hiyo ilitakiwa awe mwanamke, lakini anakuwa na jinsia ya kiume. Kwa hiyo anafikiri kiume na kutaka kutenda kiume. Sasa kwa sababu charges, ukisoma fizikia, like charges huwa zina repel. Yani kwa mfano positive huwa zinasukumana. Kwa hiyo unapokuwa unataka kuwa na jinsia ya kiume wakati tayari jinsia ya kiume ipo, lazima italeta msuguano. Hapo mtakuwa mnasuguana, hamtashikana, mtakuwa mnasukumana, kwa sababu ni kanuni hiyo kwamba iko hivyo. Kwa hiyo ni lazima tujifunze tabia njema ili kuepuka migogoro midogo ambayo haina nani. Na watu huwa hawajui kitu kimoja. Yaani mpaka mtu anakubali kuishi na wewe ni kwa sababu umekubali kutawaliwa au kutawalika. Hakuna mtu huwa anakubali kuishi na mtu ambaye hakubali kutawalika au hataki kutawaliwa. Mtu huwa anaishi na wewe kwa sababu umekubali kumtii. Yaani siku tu kibadilika, ukaanza kutoka kwenye yale matarajio yake, na yeye anaanza kupull, anaanza kurudi nyuma, anaanza kuvuta, anaanza kurudi nyuma. Ni kwa sababu hiyo haikuwa sehemu ya mkataba wenu wakati mnaingia makubaliano ya kingono au ya kindoa au ya kikazi. Yaani mtu anaweza hata akaenda kazini, amesaini kabisa makubaliano kwamba yeye atakuwa mtii, ataheshimu katiba, sio na nini, sio na zenyewe zinaitwa katiba, sio zinaitwa nini, za pale kazini au kwenye mkusanyiko labda wa sokoni. Anafika pale sokoni, labda amekubali kutii sheria za pale sokoni kwenye kusanyiko lao la sokoni. Akifika pale anaanza vurugu, anaanza kupiga makelele, anaanza kushauti, anaanza kufungulia labda sauti ya redio. Wale wenzio watamwambia, bana, unavyofanya hivi sio vizuri, unaharibu utaratibu wa hapa. Anakuja juu, anasema msiniingilie. Sasa hii ni haki yangu. Hakuna haki inayoruhusiwa kuvunja haki za wengine. Yaani haki inayovunja haki za wengine, hiyo sio haki. Hilo ni kosa la kisheria. Kwa hiyo lazima utashughulikiwa. Kwa hiyo sasa unapokuwa kwenye mikusanyiko hii, ni lazima ujue kwamba tunakusanyika au kukaa pamoja kwa sababu mmoja wetu ameamua kujishusha chini na kuwa mtii. Kwa nyie wanawake wa siku hizi, ambao nitazungumzia sana wanawake, ambao mnaanzisha uasi, mnaleta vita, mnaanzisha vurugu, inatakiwa mjue nyie mmekubali kuingia mikataba hiyo ya kingono, kimahusiano, kindoa kwa sababu mmekubali kuwa watii, kwa sababu mmeingia kwa mujibu wa mila na desturi za makabila yenu au za jamii yetu ya Kitanzania, ambayo inasema mwanamke atakuwa chini ya mwanaume na atamtii na kusikiliza anachokifuata. Kwa lazima mkiwa mnafunga ndoa muwe mnakula viapo. Wale wanaowafungisha ndoa inatakiwa wawe kama wanavyowapa wale wanaoshika madaraka ya nchi, wanasema nitatii sheria, nitakuwa mtiifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na nyewe inatakiwa muwe mnakula viapo, muwe mnaandikiwa sheria, mnakula viapo, mnasema kwamba nitakuwa mtiifu, nitamtii mume wake na kumheshimu. Na mwingine atasema nitakuwa mnyenyekevu, nitamheshimu mke wangu, sitamfanyia kitu fulani. Yaani ziandikwe sheria ambazo zitakuwa zinatumika kwa hukumu. Kwa sababu nyie mnasumbua sana. Mnakubaliana mambo fulani, baadaye mnaanza kusumbua, mara mnapelekana mahakamani, mnafanya nini, lakini ukichunguza chanzo, nyie mnavunja sheria ambazo zinaongoza. Kwa mfano, natakiwa muwe mnasaini sheria kwamba sitafanya ngono nje ya mahusiano yangu, na nikifanya ngono nihukumiwe kwa sheria au nifanyiwe kitendo hiki.
Kwa ili ukikamatwa au ukiingia kwenye migogoro ya namna hiyo, sheria iwe inasema waziwazi na kuhukumu vipi, kwa sababu watu wanavunja makubaliano ya kindoa, makubaliano ya mahusiano yao, makubaliano mengine mengi tu walioingia, ni kwa sababu wanakuwa sio watiifu, wanakuwa sio wanyenyekevu, wanafanya vitendo vya kihuni, wanavunja tu sheria makusudi, wanaleta vurugu, wanaleta sintofahamu. Lakini sasa huu ni wasaa wa kujirekebisha. Kwa hiyo inatakiwa mjue kila unapokubali kuishi sehemu fulani, hiyo sehemu kuna balozi, kuna mwenyekiti wa mtaa, kuna nani, kuna viongozi, kuna mbunge, wote wale ni viongozi wako na upo chini yao, lazima uwatii. Unapokubali kuishi kwenye familia ya yoyote, mnapoingia makubaliano yoyote, wewe mwanamke umekubali kutawaliwa, umekubali kuwa mtii, umekubali kupokea maelekezo, na umekubali kuwa mnyenyekevu kwa mume wako, kwa sababu hicho ndio kilichowaunganisha. Laiti angejua wewe sio mnyenyekevu au utabadilika, yani utabadilika tu, utakuwa, kwa sababu kuna watu wanabadilika tu ghafla kama hali ya hewa. Angejua utabadilika ghafla kama hali ya hewa, angekukimbia wala hata yani ndio ile wanasema, yani ningejua mimi. Lakini ni mambo ambayo yanatakiwa pia mjifunze, kwa sababu yanahitaji elimu pana. Kwa hiyo katika haya yameshazungumziwa, vipo vitabu vya mahusiano na ndoa na vina kurasa za kutosha. Kwa ukipata nafasi au fursa, kama unapenda kusoma, vitafute usome. Vipo vimeandikwa, nimeviandika Kwa hiyo ndo maana ya kuwa kwenye mahusiano. Kwa hiyo lazima tujifunze kutambua kwamba hakuna mahusiano tunayoingia bila sababu. Hakuna mahusiano tunayoingia ambayo hayana sheria rasmi. Zinaweza zikawa hazijaandikwa lakini zipo, zinaweza zikawa hazionekani lakini zipo. Kwa hiyo lazima tuwe watii, tufuate sheria, tukubali kutawalika na tuache uasi na kuwa wahaini, kwa sababu hivyo vitendo ni vibaya. Tunaharibu mahusiano, tunaharibu ndoa, tunaharibu vitu vya msingi, tunaharibu watoto, tunaharibu kila kitu, tunavunja vitu, tunavuruga mipango ya watu. Mtu alikuoa vizuri tu, anajua utamsaidia au utafata mawazo yake. Ukifika pale unaanza kuishi, unaanza kutaka kufanikiwa kupitia ndoto za wengine. Yani unaingia na ndoto yako kwenye ndoto za mtu. Kwa hiyo ni lazima tuwe watiifu na tufuate sheria. Tusiwe wakaidi, kwa sababu mume wako aliyekuoa yeye anajua kwamba anataka nini. Kwa hiyo msikilize na uache kelele na vurugu. Na hivi vitu vingi vinasababishwa na makundi. Mtu tu unajua watu wao wanakuwa tainted. Wewe unaweza tu kazaliwa, ni kama chuma kinavyopata kutu. Ukikiexpose chuma kwenye hewa kinapata kutu, kinapata rust. Ni kwa sababu umekiweka kwenye mazingira ambayo yanasababisha kipate kutu. Sasa hawa watu wanaoolewa hawa, alafu wanaingia kwenye ndoa, baadaye wanaanza vurugu, huwa wanakuwa wanajiexpose kwenye mitandao ya kijamii. Wakifika kule wanaanza kusoma maoni ya watu, hawa wanaitwaga feministi. Wale feministi wale huwa ni watu tu waliopoteza mwelekeo. Ni binadamu ambao hawajitambui. Wanakuwa wengi hawajitambui. Wanasema tu haki, hamna haki ambayo inakuja bila wajibu. Lazima utimize wajibu ili upate haki yako. Sasa wao wanasema tu haki, wanawafundisha watu kuandamana. Yaani mtu anamfundisha mwenzie kuandamana kwenye familia. Unashtukia tu mke wako anaamka asubuhi anaanzisha maandamano. Kwa hiyo ni vitu ambavyo havitakiwi. Usiwe unajiexpose kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu inakubadilisha jinsia. Unakuwa na via uzazi vya kike lakini una jinsia ya kiume. Matokeo yake unaleta mikwaruzano, kwa sababu hata kwa mfano mimi siwezi nikakubali kulala na mwanaume mwenzangu, kwa sababu sheria inakataza, lakini na maadili pia yaruhusu. Kwa hiyo hata ni mimi sasa, kwa mfano mimi lazima nitachukua sheria madhubuti kumdhibiti yule muhaini au mtu mwenye via uzazi vya kike alafu ana jinsia ya kiume. Kwa hiyo nitamshughulikia kwa mujibu wa sheria mwitu zitakazo kuwepo au sheria nyingine tu. Kwa hiyo
hata mimi siwezi kukubali mimi kama mimi. Sasa usiniige. Kwa hiyo sasa ni hayo tu nilitaka kukufundisha. Kwa hiyo jifunze namna ya kuwa mtii. Mimi kwa jina naitwa Lucas Selemani. Mimi ni mwandishi, lakini pia kitaaluma ni mchumi, lakini pia ni mkufunzi wa mambo ya biashara na ujasiriamali, mambo ya ndoa na mahusiano, familia, malezi na harakati tu za kijamii, mambo haya yanayotatiza jamii. Kwa hiyo mimi nimespecialize sana huko kuisoma jamii, kuangalia changamoto zake na kuziaddress katika namna mbalimbali, na address kwa kuandika vitabu na kufanya mazungumzo kama haya, kwa sababu kuna wengine hawana muda wa kusoma vitabu. Kwa hiyo nafundisha pia falsafa katika maeneo tofauti, kama falsafa katika siasa, katika maadili na miiko, falsafa katika dini, falsafa katika metafizikia, quantum physics. Wale watu wanaojua quantum physics, tunajifunza hapo mambo ya jinsi ambavyo mambo ya utambuzi, resonance, kwamba binadamu tunaishi hivi na hivi. Kwa hiyo vitu kama hivyo na vitu vingi tu ambavyo huwa navifundisha. Kwa hiyo nitakutana na nyie tena katika mazungumzo mengine. Kwa hiyo stay tuned na ukae mkao wa kula, kwa sababu vitu vingi vinakuja. Mungu akubariki sana. Uwe na siku njema isiyo na rapsha ndani yake.